Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum na assalamu alaikum popote pale ulipo. Natumai upo salama na mzima wa afya. Karibu kwenye episode nyingine kwa Sarahab Podcast. Mimi nafahamika kama Habiba Hamisi ama ukipenda binti mfalme. Nami niite Sarafina Msiki. Welcome so much to Sarahab Podcast. Today we'll be looking at saving generally. Naam. The importance of saving in our life. Yani kuwekeza. Yeah. Ndio Sarafina, hapo umesema ukweli. Unajua most of the people nowadays sisi tunaogopa ukisikia tu neno kuwekeza, to save, unaogopa. Yes. So hiyo inaweza kuwa mtu yani ashawahi save ama yani mtu alimdanganya saving itakusaidia somewhere in life. So mbona watu wanaingiwa na hofu? First of all, kuna hii saying ya majenzi wanasema eti mbona ni save na kesho naweza tu lala nikilala. Mbona ni save na kesho naweza amka kama ni dedi ama kudedi. Yeah. Hiyo ni kama huo ni bangiwi. Na I can die anytime. They are saying there's no sure bet about the future. So they are saying the future is what we're living now. So wanasema hakuna kuwekeza. Na pia Sarafina, kuna hapo pali watu wanasema jinsies vile wanasema sijui akiwekeza anaweza akose kuamka. So there is no need. So kuna this story from lakini ni Nigeria. Huyu kijana alishinda 1 million. So alikuwa pia na hiyo kasumba ati why should I invest? Why should I help my family? Sijui nini. Alienda kaspoil marafiki with 1 million within a night, pesa iliisha. So kesho yake akiamka no one is there for him. Hakuna wa kumsaidia, walikudanganya. Wote wameenda. That's why nakwambia Sarafina, hii kuwekeza ukipata do, yani save. Unaona yeye alikuwa na mtu mwenye hakumwelekeza hii pesa utatumia vipi. Alikuwa na marafiki wabaya. Na pia most of the people wanaogopa kuwekeza kwa sababu wanasema hii kuwekeza ni ya matajiri. And again, mimi naona there is so much importance of saving. Yani umejiwekea. Tell me Habiba, utabaki umeajiriwa kutoka your 20s pia to your 60s? No. Like you can decide to start saving. When you reach at a certain age, you shall retire. After retire, you still be running. Kila siku asubuhi na mkoenda kazi. No. That money yenye ulikuwa na save waweza tumia kutengeneza kitu kingine. Lakini unajua kwa hizi industry Sarafina, company mingi, kazi zote mingi za government za kuandikwa, most of the people yani unaweza pata mtu ako over 50 lakini hataki kuacha ile kiti yake. Yani ni ile ubinafsi imeingia watu. Anasema nani mzee manze. Hii ni kitu true. And that's why there is no like employment. Tunapata watu wanamaliza nini kazi, hakuna kazi kwa sababu hao tunawaita wazee ama baba zetu, babu zetu bado wamekalia zile ubinafsi. Of which that's bad. Ndio hapo kwa kusave Sarafina. Yani mtu amekatali ile kiti. Unaweza pata mtu kama huyo mbinafsi haja save. Ana depend on salary. Akikosa kazi kisha ndo hivyo. That's why hataki kuamkia ile kiti. So unaona yani kuwekeza iko na umuhimu kubwa sana. Iko na advantage na disadvantage yake. First of all, I feel like saving it helps so much katika mambo na zile tunasema emergency. Ukikuwa na rafiki anakupigia simu usiku wa manane na kwambia niko na emergency hospitali, pesa kadhaa maybe 20k. Sasa hiyo hauna saving, hauna kitu yoyote. Huyo rafiki atakufa hivyo. Kwa sababu alikuwa maybe anakutegemea, maybe watu zake zikaishi hapo sana. Nadhani wewe uko na zako hauna. So it helps in emergency cases. Na pia hospitali peke yake, there are a lot of emergency cases. Na pia po Sarafina kwa kusave pesa, yani ukipata mshahara, yani sio tele kusave pia itakusaidia in anything. Pesa zitakaa. Yani hiyo pesa
whatever marupurupu nini, jifunze kuweka kutoka 10% uweke. Na hiyo 10% yenye unaweka, jifunze hiyo kidogo pia uinvest, so that is high, cause ukiweka ile do kwa ile account hakuna anything inakusaidia. Pesa ukienda kutoka kama ni 2000 uleka itabaki hivyo. Lakini ukifanya investment, imagine uko somewhere, itakuboost. So kwa hivyo kuna mwenye atasema mimi ni ngumu tena sana. Basi kama saving ni ngumu, basi ukielekea kwa biashara utakuwa unaona money ina grow ama inaleta kitu. Yeah, we're talking about the importance of saving. Na naona some of the comments here inasema anasema kwamba inasaidia kupanga maisha ya baadaye. Anasema kwamba inasaidia, inaongeza vyanzo vya mapato, yani kuepuka tu kutegemea ile ambayo tunasema salary. Na pia kitu kingine, umuhimu mwingine, sababu zingine za kuwekeza ni yani inakupatia kunradhi utajiri kwa muda. So that's why unaona Sarafina mse amenunua gari, amenunua nyumba, but kuna wale wenye wanakuaga na ile kasumba, why this person amekuaje tajiri? Why this person, hii pesa ametoa wapi? Wengine wataanza kusema sijui ni Illuminati, ameingia kwa Freemason. Acha nikwambie, there is a certain age you don't expect mtu akuwe na hizo vitu zote. No. Leave alone the background. Don't expect. Sasa unaona kitu unaongelelea from different backgrounds. Niambie sasa, mimi nimelelewa katika ile familia yenye nitasemaje? Tuseme humble. Yes, humble. Alafu nimefika miaka 18, 16. Sijafanya kazi mahali popote. Unaniona naendesha gari. Utasema hizo ni savings. That's a topic for another day. Lakini unajua most of the people hata Sarafina unajua ukitajirika sasa watasema ni Illuminati. Na kumbe labda ni zile savings zako, labda ni zile savings za budako zenye alikuwa anawekea, ndio hizo umetoa, umeona uinvest, labda hiyo gari ni ya Uber. But sisi na akili zetu sisi ni kina nani? Lakini ati kitu kingine Sarafina nasikia ati ukitaka kuwa tajiri haraka unafungua kanisa, ni ukweli? No, sieti kuingia ni kasumba tu nyingine. That's hapo inafananisha na kama hiyo kwa tajiri mtu anakuambia ni Illuminati, na pia kasumba nyingine ati ukitaka kuwa tajiri haraka ufungue kanisa. So unaona ni kasumba, myth and misconceptions I was saying. Ziko. But so unajua huwezi nidanganya eti ya bibi umetoka humble background. Hapo mali nimeona mmelala njaa, samahani. Usiku mmelala njaa. Yani I've seen your family venye umefika 18 years Habiba, hata shule school fees na kulemea kesho na kuja na gari. Mungu amenionekania la. Hakuna. Okay, good viewers. Pia tunaangalia so some of the things that we should consider when we want to save ama wakati ambapo tunawekeza ile. Naam, kitu ya kwanza Sarafina, yani everything that you do lazima uwe na hizo rules and regulations zenye zina kuguide. Na kama hauna, tuseme wewe ni punguani, na kama pia wewe si punguani, at least kuna ule mse mwenye anakuguide. So kitu ya kwanza unafaa kuwa na discipline in everything that you do. Unajua kwa it's either kama uko na discipline ikutengeze somewhere ama ikuharibie. Discipline baya na discipline nzuri. So ya kuwekeza ni ile nzuri. Kwa mfano vile asubuhi unaamkaga unasema lazima nioge. Hiyo ni discipline na ni rule number 1 ya maisha yako. Ama kama si Waislamu ukiamka tu ya kwanza lazima uswali salatul fajr. So hii discipline, kwa mfano umenunua kibubu, unasema every day I will be saving 20 shillings. Hiyo every day isipite siku hata ujeka hiyo 20. Ukipita kama ujeka tuseme siku 2 unasema ndaeka tu ndaeka, hiyo una discipline. So it won't help you in anywhere. Wengine wanasema inakuwa ngumu kuweka hiyo ni katika mali physically wanaona sababu ukipata na shida mtu ataenda aingize maybe kawaya hiyo pesa. I guess it's mentally use locked account. Yes, there is digital platforms for saving. You can use that platform. Wekeza, you lock your money there for a certain specific period. Yeah. Na pia kitu kingine Sarafina, ukue consistent. Consistent. Yeah.
Kizungu. With anything that you do. Yeah, na pia yani ukiwa tu hivyo, I guess, na uweke Mungu mbele, in everything is possible, Sarafina. Whatever you have. Say tu ungoje uko na 500, ungoje uko na 200. Just save hiyo kidogo matana. Na pia Sarafina, kitu ingine, without that 1 shilling hauwezi fikisha 1 million. Without 1 hiyo shilingi moja hauwezi fikisha 500. So unaona saving inaanza ile kidogo yenye uko nayo. Na pia saving pia inatusaidia kwa maisha ya baadaye. Kwa mfano uko na fixed ama hiyo locked account, unasema pesa fulani every month, hii pesa inaenda kwa account yangu, hii ni ya kulipia tangu maybe university, secondary school, junior secondary, vitu kama hizo. So unaona nimekusave somewhere. Another thing that you should consider when you are saving is that usijilinganishe. Don't compare yourself with any other person. Be yourself. Yes. Na pia hiyo vile umesema usijilinganishe, most of the content creators, ma influencers, unajua most of them wanaishi fake life. Don't copy. Yeah. That's why pia mimi nikiingilia kwangu Sarafina, ukiniuliza who is your role model, na kwamba I don't have a role model. My role model is myself, kwa sababu mimi mwenyewe ndo najijua. Kwa mfano nikisema wewe ni role model, everything that you do I will copy. So that's the thing na epuka kabisa. So pia watu wanafai kujifunza wakuwe role model wa nafsi zao, role model wao wenyewe. Ndio ukitaka mtu mwingine akuige, just be role model of yourself. Yes, our dear viewers, kufikia hapo. Wait. Kitu kingine nikiongeza Sarafina. I'm a budget champion. I can budget for you. Kitu kama hiyo. I don't charge anything. You sure? Yeah. This Kenya. Yeah, I'm sure. Sina kusaidia kufikiria. Maybe. Ya madhe, hapana. Maybe unaweza kuja kuniomba idea mambo, labda uko na 20,000. Hii 20,000 nifanye nini na nini. Maybe pia wewe unaweza kuuliza wewe unataka kufanya nini. Labda uko na something hidden yenye pia mimi naweza kuchukua kutoka kwako. Unaweza chukua aje? No, kwa mfano idea. Yes, you can take it. We share ideas. Yes. Kitu kama hiyo. What do you have to say in last remarks to malizie kitu? What I can say, guys, ni tumweke God mbele in everything that you do, and then pia tusitegemee mshahara. Ukipata mshahara, just invest. Most of the people, yani unapata mtu ako over 40 years, he or she is depressed. Yeah, is depressed kwa sababu, don't let Sarafina kunradhi. He or she is depressed kwa sababu hakuwa amewekeza. Amefika wakati uzeni, hana anything. Pesa zenye alikuwa anapata kwa mshahara ni zilikuwa za starehe. Hana nyumba, hana anything, land yenye anaweza sema hapa ni kwangu, nilitumia ile mshahara nilikuwa nalipwa. That's ukiangalia pia hizi mental hospitals, ukiangalia history, watu wako so depressed, tuseme 78%, kwa sababu hiyo mambo ya kuwekeza. Kazi retire, kazi amewachishwa kwa sababu. But again, we can't blame them. Not just normalizing. We can't blame them again. We're not blaming them. We can't blame them. Sasa zingine unapata guidance. You see guidance. Niko na akili ya kuwekeza. Mwenzangu hana hiyo. Na kwa hivyo mimi nalalisha. Nalalisha na mwenzangu. Sisi wote tunakuwa the same. So I think we should help each other. That's why pia Sarafina vile hapo umesema, unajua kuna watu wengine hiyo ni wabinafsi. Hiyo kwa mfano mimi na wewe unawekeza, alafu pesa yangu tunatumia kujienjoy. So nani ni ubinafsi? Lakini acha nikwambie kitu moja. The thing yenye unanifanyia, si unaona ni negative thing, it will haunt you one day. Hivyo ndo watu wanasahau. Fanyia, yani ukiona kitu unafanya, yani unafanyia mtu na itaridhisha na itapendeza jamii, just mfanyie. Na kama unaona haitapendeza, ni kitu mbaya, itapendeza jamii, usifanye, wachana nayo. Tuko kwa hii dunia kusaidiana. Lakini 8% out of 100 kwa dunia sasa, kila mtu ni mbinafsi. Anajitakia tu, of which itakufaidi na anything. Yeah, it won't help with anything. Yani
kwa mfano umepata kitu kama 20 shilling, mwambie mwenzangu hivi na hivi ndo nafanyaga na save at least naika kwa different accounts ama kitu kama hiyo inanisaidia hapa, nataka kufungua biashara fulani, wewe unaonaje? Hivyo ndo kusaidiana, but it's very rare. Well, Habiba, tukisema ni this topic tutaenda hadi mwisho kabisa, hata masaa itaisha kabisa. And so kufikia hapo, our good viewers, we've learned so much from today's episode of saving, kuwekeza. Mimi mwenyewe pia nimejifunza, sijui kama wewe umejifunza pale nyumbani. Be consistent. Discipline. Be yourself. Yes. Hizo vitu. Na pia be patient. Yeah. Patient pays. Na pia kitu inaweza take long time. Uka lose patient. Na ile time una lose patient, imagine ndo God anakufanyia miracle. So tuanze kuwekeza hata kama 500, 200, yani usingoje sijui uko na 10,000 ama nini. Na pia vile mwenzangu amesema, tukue consistency, tukue discipline, to put God first, everything is going to be possible. Na pia just be a role model of your own self. Well, I have been your host, Sarafina Msioki. Na pia mimi nafahamika kama Habiba Hamisi, ama ukipenda Binti Sultan. Na pia kitu nyingine, usikose kulike, subscribe na kushare, na pia kutuma maoni yako. Jua maoni yote tunayaenzi kwa sababu nyinyi ndio mliotufanya tukue hapa studioni, na Mungu awabariki popote mlipo. Maasalam. Wekeza leo ili uweze kujenga maisha yako ya baadaye. Okay.